Kaa utulie, leta moyo wako na juhudi zako, mimi nitakuonyesha mapenzi mapya. Chuckles. Habari ndugu zangu, marafiki na kizazi cha leo. Ningependa kushiriki neno fupi la moyo, kama salamu ya kawaida tu, lakini yenye uzito unaogusa uhalisia wa maisha tunayoyaishi sasa. Tunaishi katika dunia ambayo mapenzi yamebadilika. Siku hizi si kila anayesema anakujali kweli anakujali. Wengine wanacheza michezo ya kisaikolojia, na mara nyingi mwenye hisia za dhati ndiye anayeonekana mnyonge, huku mwenye ujanja akionekana mshindi. Hii ni hali halisi ya kizazi chetu. Ukweli mmoja unawaumiza wengi ni huu: mara nyingi unayempenda hakupendi, na anayekupenda humtaki. Watu wameanza kuvutiwa zaidi na kile kinachoonekana kuwa kigumu kupatikana. Unapojitoa sana bila mipaka, unajikuta unapoteza thamani yako mbele ya mtu usiyestahili. Na hapo ndipo maumivu yanaanzia. Wapo wanaoingia kwenye mahusiano kama biashara. Mtu anatoa pesa, mwingine anatoa muda au ujana. Lakini penye makubaliano ya faida, mapenzi ya kweli hukosekana. Na siku moja, upande mmoja ukishindwa kutimiza alichotarajiwa, moyo unaumia. Chanzo kikubwa cha maumivu si wanaume wala wanawake pekee. Ni mabadiliko ya maadili na mtindo wa maisha. Watu wengi sasa wanaingia kwenye mahusiano wakiwa na swali moja kichwani: nitanufaika na nini? Badala ya kuuliza nitachangia nini? Mitandao ya kijamii imeongeza shinikizo. Watu wanatamani ndoa nzuri kwenye picha, lakini wanasahau amani ya ndani. Kizazi hiki kimezoea kila kitu kiwe cha haraka. Tukiona changamoto kidogo, tunachoka. Tunaanza kutafuta mwingine. Ndani ya nyumba nyingi kuna upweke mkubwa. Watu wanalala kitanda kimoja, lakini mioyo iko mbali. Mawasiliano yamepungua. Uaminifu umekuwa wa masharti, na kila mmoja anajifikiria mwenyewe. Lakini bado kuna tumaini. Suluhisho linaanza na kurudisha misingi. Jenga urafiki kabla ya mahaba. Tafuta mtu ambaye unaweza kuzungumza naye hata ukiwa huna kitu. Urafiki ndiyo hushika mahusiano pale hisia zinapochoka. Jifunze kupenda kwa akili. Usitoe moyo wako wote kwa mtu ambaye hajaonyesha kujali. Upendo ni njia ya pande mbili. Kama wewe unatoa kila kitu na mwenzako anachukua tu, hapo si mapenzi, ni kujitesa. Rudisha heshima na faraga. Sio kila jambo la ndani lipelekwe kwa marafiki au mitandaoni. Mahusiano yanahitaji ukimya, mazungumzo ya busara na kuheshimiana. Na muhimu kuliko yote, jikubali, jitambue. Usiuze utu wako kwa sababu ya pesa, sifa au vitu vya muda. Thamani yako haiko kwenye pochi ya mtu mwingine, wala haiko kwenye picha nzuri za mitandaoni. Kumbuka, mapenzi ya kweli hayapo kwenye maneno matutu. Yapo kwenye uaminifu, yapo kwenye uvumilivu, na yapo kwenye kuchaguana kila siku, hata pale mambo yanapokuwa magumu. Hii ni salamu yangu kwa kizazi chetu. Penda kwa dhati, chagua kwa hekima, na jithamini. Maana moyo wako ni wa thamani kuliko kitu chochote duniani. Na kama ujumbe huu umekugusa, usisahau kutufollow, kushare na kucomment ili tuendelee kufikia watu wengi zaidi.